ipo siku Wakongo watajigomboa, na tuko kwenye harakati za Wakongo wajijue. Hata Italia, hata China, Ufaransa nao waliweza kuwa colonize na wakatia akili chini wakaweza kujiokoa. Kongo hatujakuwa uhuru. Kongo tunahitaji kufanya vita vya kuomba uhuru. Wakati tunapojiongoza kwenye serikali zetu, tujiongoze katika akili zetu, tusiongozwe na watu wengine. Vita ili tulikuwa na Uropa inaisha, inakuwa design. Amani TV Media. Naam, kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka kote DRC, lakini pia dunia nzima. Ujambo na karibu mpendwa msikilizaji kuambatana nasi kwenye habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi Julai mwaka wa 2025, yani mwezi wa 7 umeanza. Tarehe 1 kabisa, na hivyo tunakuletea yale yaliyojiri tarehe 30, lakini pia yale ambayo yanaendelea kujiri tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka wa 2025. Mpendwa msikilizaji, nakusihi kuweza kusubscribe channel yetu, kucomment, lakini pia kushare kwa walio wengi ili naendelea kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Hambatana nasi kwenye habari zetu za asubuhi. Amani TV Media. Miongoni mwa habari zetu za siku ya leo, mpendwa msikilizaji, takujuza kuhusiana na ujumbe aliyeuleta gavana makamu wa Jimbo ya Kivu ya Kusini kwa watoto tarafa la Fizi, ya kwamba vita ambavyo vilisumbua watu miaka 3 vimemalizika, na hivi karibuni magaidi wa M23 wataanza kurejea kule ambako walikotoka. Lakini pia atakujuza kuhusiana na jinsi ambavyo sikukuu ya uhuru ilivyosherekewa na baadhi ya wazalendo walioko kwenye shamba la vita, lakini pia wale wengine ambao wanapatikana ndani ya mji wa Baraka. Kwa hivyo nakualika kwa nami kwenye habari zetu za siku ya leo, na kuomba kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare ili endelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Na moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari, tukianza na habari kuhusiana na sherehe za uhuru ambazo zilisherekewa hiyo jana tarehe 30 Juni mwaka wa 2025. Gavana makamo wa Jimbo ya Kivu ya Kusini, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano, aliwasili mjini Baraka katika ziara yake na kusherekea pamoja na watoto wa tarafa la Fizi sikukuu ya uhuru, ambako aliuletea watoto wa tarafa la Fizi ujumbe ya kusema ya kwamba vita vimeisha mashariki mwa DRC, yani DRC imeshinda kwenye hatua ya diplomasi. Ujumbe huo aliweza kutangaza hadharani kipindi cha mkutano na baraza la vijana, lakini pia watu mbalimbali kwenye ukumbi wa mikutano wa vijana ndani ya mji wa Baraka. Huyo alipaza sauti na kuaminishia watu kwamba vita ambavyo vilikuwa vinasumbua watu vinamalizika. Huyu hapa waweza kumsikiliza akizungumza kuhusiana na vita mashariki mwa DRC. Vous annoncer kama ile vita yenye tulikuwa na ogopa inaisha, inakuwa deja nyuma yetu. Ile vita yenye tulikuwa na ogopa, ile vita yenye ilitupreokipe, nataka kuambia kama ile vita najua, na nakuachia uniulize swali kama unabisha. Mwenye anabisha sasa ndio mtamu ya mjadala, aniambie naye koma ile vita. C'est pas critiquer seulement ma réseau social, ma quartier. Moi j'affirme comme officiel et finir la guerre. Place au développement. Maana yake mwenye unapenda kujenga ajenge, usikuwa tena pretext ya vitu. Jenga. Mwenye iko nasoma aende kwa masomo, asiende na kuambia bapara unaona
Inasiku kusoma aviendeki uende kwa masomo. Kwa kufanya commerce afanye commerce. Un peuple yenye na kwaka nguvu ni ile na kwaka na jiadapter mu ma circonstance. De la même façon que batoto ya Fizi ulijiadapter rapidement pour que parce qu'il y a sensibilisation ya mkaenda. Je viens aussi vous dire, chers frères et sœurs, ujiadapter mbio guerre naisha ujiadapter mbio pour que vous donnez place pour développement. C'est ça l'ennemi, la somme de mon message. Vita ilikuwa na hiki mimi nakia kubambia leo na sasa mtarudia labda mtanikontredire hapa mnikontredire tasema nakubali mimi nabambia vita naisha parce que huku kama ukisheka hata kichwa bon haiko ile kupiga hivi pa njoo utaogopa sema ya kufa. Est-ce que ile kuku itakuwa ya kufa? Kama ushekata kichwa haitakufa. Ile mabawa pa isifi sasa tena ufanye ndani ya pipi. Utafanya nini? Uitamatie mai ya moto yenye ndani na tokota. Ba mama muko hapa. Muko. Tafadhali ni ishakufa. Kwa hiyo namalizia hapo. Je suis à votre disposition. Na tukiendelea kuzungumzia habari hizi za sikukuu ya uhuru kote DRC, kundi la MLC linaloongozwa naye Mbavu Ndogo ambaye ni mjukuu wa Mbavu Moya ule shujaa aliyetangazwa na ulimwengu mzima, iliweza pia kusherekea uhuru wao pamoja na majeshi yao huku wakiwa na ujumbe wao. Hao walisimama kideti kwenye maeneo ya kempi yao kwa ajili ya kuweza kuonesha na wao pia wako pamoja na kusherekea sikukuu hiyo. Huyu hapa kiongozi wa kundi la MLC Mbavu Moya anazungumza ujumbe wake pia kuhusiana na sikukuu ya uhuru na kile ambacho nakiona huko mbeleni. Kwa malengo ya kupenda kuja kutuharibia nchi yetu, tutapambana naye. L'Union nationale pour la libération du Congo, UNL sans sigle, hii arme noire yetu ya watu weusi iko tayari kufa kwa ajili ya watu wetu au kwa ajili ya nchi yetu. Arme noire! Arme noire! Bongo mapinga yekolo toka ngola miso to sala ekenge. Binemi ya Congo baza ebele, ba mindele na ba amerike na otanga batomine ba oyo basala contribution monene ya kobebisa mboka na biso. Primo eza ba français, ba américain, ba anglais na ba belge, ba italien, balingi ba congolais ba pe mate. Soki bitumbele kaka na mboka na biso, soki ba vol na ba violation le kaka na mboka na biso, yango ba ekolo wana balukaka bato mosusu ba itilizaka bango basalaka bango bazala ba congolais mais baza ba congolais te po babanda kobebisa situation na Congo. Mboka na biso eko na biso eza mawa. Bato bakwepole ekolo eza bino mapinga ya Congo. Ondimi kokufa po Congo ezala epole. Bongo to bongo te. Bongo. Yango wana lelo tokolobela pona likambo wana elobama avant l'indépendance est égal et après l'indépendance. Toza nano depanda. Indépendance bapesa biso meza yalo kuta.
bakonzi nyonso badirijaka mboka na biso bato bapesaka bango mitindo ba américain ba français ba anglais ba belge na ba italien na bato mosusu mais congolais adirijaka mboka na ye te po aza na pouvoir te aza dépendant aza kanano indépendant te sikoyo tosengi l'indépendance totale lokola Emery Patrice Lumumba asengela biso lokola Kwame Nkrumah alobaka lokola Olive Tambo aloba Jomo Kenyatta Samora Machel lokola Mohamed Gaddafi akufela koloba vérité. Bongo mapinga ya YNLC toza na bitumba mingi totangisa bato na biso bayeba ke toza nano dépendant ya ba américain ba français ba anglais ba italien ba belge na ba coopérant na bango bikolo eza ebele ekyo kata desa ba oyo bazobebisa mboka na biso Congolais azokufa moto moko azolobela te richesse ya Congo bazoyiba yango moto moko azolobela te bazokunda bato mutu bazokunda ye mobimba bakundaka bato na Kasai na tango président na biso akotaka na pouvoir ayebi secret wana un multinational moto ya mbongo moko asomba tere ya kamwe na sapu oyo azalaka roi ya kutime ya bato bandeko na biso ya Kasai kuna me tere wana basombaka apres kosomba babengana bato nyoso baada ya kufukuza bale batu bote ila tunataka kusema kwamba ipo siku wa Kongo watajigomboa na tuko kwenye harakati za Wakongo wajijue. Hata Italia, hata China, Ufaransa nao waliweza kuwa colonize na wakatia akili chini wakaweza kujiokoa. Kongo hatujakuwa uhuru. Kongo tunahitaji kufanya vita vya kuomba uhuru. Wakati tunapojiongoza kwenye serikali zetu, tujiongoze katika akili zetu, tusiongozwe na watu wengine. Nisiwe kama mimi ni rais ambao wananitolea oda ni Marekani, Uingereza, Belgium na Italia pamoja na Ufaransa. Hatujawa huru. Wazungu wameondoka wakatuachia Watusi ili wao wanatutumikisha. Wakaunda watu wengine kutoka nchi za nje wakawa wakongomani halisi wakapewa madaraka. Iweni makini, viongozi wengi sina uoga wa kuzungumza ambao wana vyeo ni wageni. Waliua Laurent Desire Kabila, wa Laurent Desire Kabila wengine watazalika. Waliua Simon Kimbangu, wa Simon Kimbangu wengine watazalika. Akaondoka Lumumba bila kosa yoyote, lakini wamesha kuwa wengi, wamesha zaliwa. Nina imani kwamba Mungu yu upande wetu na nguvu zetu ni raia wetu. Hatuna uoga wa Marekani, hatuna uoga wa Ufaransa, hatuogopi Wataliana, Wabeleji na Waingereza tuwaogopi. Wakija kwa risasi, tutawajibu kwa risasi. Risasi kiisha, tatumikisha ngumi, tatumikisha mawe, hata na mipanga. Sisi ni makomando wa YNLC. Leo tunatangaza kutokuwa kwetu uhuru na kuhitaji uhuru. Na tukijelekeza moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ili kupata kufahamu wazalendo wanaopatikana kwenye uwanja wa vita pia wamesherekeaje sikukuu ya uhuru. Tutajiunga moja kwa moja na mzee Dola Kubwa ili apate kutuambia namna ambavyo sikukuu hii ya uhuru iliweza kusherekewa, lakini pia ujumbe kutoka kwa wazalendo
kuhusiana na sikukuu ya uhuru, lakini pia wale ambao wameshapambania uhuru wa DRC. Tariki hizi na mwezi huu ndio chanzo cha sisi wakongomani kukosa amani ndani ya nchi yetu. Tuliomba uhuru wa nchi yetu, na kwa sasa tungepaswa kusherekea uhuru wa nchi yetu, lakini tuna majonzi makubwa kulingana na shida tunayo ndani ya nchi yetu. Na wale tuliowaomba uhuru ndio chanzo cha sisi kukosa amani. Na leo ndio maana tunawashukuru wakongomani wote wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo, wanaosika silaha na wasiosikilia silaha, wote wanao uchungu na huzuni juu ya nchi yetu. Tunazidi kuwashukuru sana, na tunawaomba muzidi kuendelea na muzidi kupendana sana. Bila nyinyi ingekuwa Kongo yetu si Kongo kwa leo. Bila nyinyi wazalendo, Kongo ingekuwa imekwisha gawanyika vipande vipande. Tunazidi kuwashukuru wakuu viongozi wote wanaojitolea kwa ajili ya nchi yetu. Na tukiangalia kazi kubwa ambapo mmekwisha kuifanya wapendwa, tukiona mheshimiwa vice gouverneur Jean-Jacques Ilakano Jogo alipojielekeza hapo Fizi na kutoa mwito wa wakongomani, akatoa mwito kwa wazalendo, akatoa mwito kwa wakongomani wote kujitolea ili kuja kuokoa nchi yetu na kutetelea nchi yetu. Na hapo ilikuwa siku ya 3 tariki 5 mwezi wa 2 2025, na hapo ilipofikiria tariki 15 mwezi wa 2 2025, hapo wakuu viongozi wa wazalendo pamoja na wazalendo wote wakapatikana kwenye mtaa wa Uvira kuja kutetelea nchi yetu. Na hapo ndipo tunakwenda kuwaambia nyinyi wakuu viongozi wa wazalendo na wazalendo kwa jumla na wakongomani wote kwa jumla ya kwamba ni kazi kubwa mmekwisha kuitetelea. Tunajua kwamba tunaweza kuwa na miezi karibuni 5 mnaitetelea nchi yetu, mnapigana, mnashinda na njaa, mnafanya kazi kubwa ili nchi yetu ipate amani. Na tunashukuru sana kazi kubwa ambapo wazalendo mnaifanya. Na mpendwa msikilizaji, kinachosalia ni wewe ambao unatufuata, labda sikukuu hii ya uhuru ilitembeaje, ilikuwa namna gani uko uliko? Ikiwa wewe ni Mkongomani, basi tuandikie hapo kwenye comment. Lakini pia ukiwa uko nje ya nchi, unaweza kutuambia kwamba je, Kongo ina haki ya kusherehekea uhuru kufuatana na machafuko ambayo endelea mpaka sasa, aidha si vizuri? Utuandikie kwenye comment. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka mashariki mwa DRC. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Asante. Amani TV Media.